الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية، وقضى أحكامه القدرية الكونية والشرعية بالعدالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko katika Ijumaa ya 24, kwa maana tarehe 24 mwezi wa 9 shahr Ramadhanul Mubarak 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na tarehe 13 mwezi wa 3 2026 miladia, tukiwa kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo tunasema ndio final kwa wale walopata nidaur Rahman, walopata muito wa Rahmani, kwa wenye imani waliofaradhishiwa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko kwenye kipindi cha mwisho. Ukitengeza yatatengea yaliyoharibika kwenye 10 la kwanza na 10 la pili. Ukiharibu utakuwa umeharibu siku chache zilizobaki na kuharibika siku zilizopita. Ndugu katika imani, likulli bidayatin nihayatun, kila lenye mwanzo lina mwisho. Msemo huu likulli bidayatin nihaya, hikmatun amiqa, ni hekima ya kina. Taani, ya maanisha hili neno, anna taghyira huwa sunnatul kaun, mabadiliko ndiyo mwenendo wa dunia, ndiyo sunna ya dunia, ndiyo barabara ya dunia. Mabadiliko, wa alla shay'an yadumu, na kuwa hakuna kitu ambacho kitadumu. Sahih, likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu fala yaghurrannaka bitibil aishi insanu, hiya al-umuru kama shahadatha duwalun, man sarrahu zamanun sa'athu azmanun, wa hadhihi ad-daru la tubqi ala ahadin wa la yadumu ala halin laha shanu. Huyu mwenye kusema asema likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, kila kitu kikitimia upungufu unaanza. Hata wewe mwanadamu, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, likulli shay'in idha ma tamma nuqsan. Kwa hivyo fala yaghurrannaka bitibil aishi insan, maisha mazuri yasikudanganye mwanadamu. Akasema hiyal umuru, haya ni mambo, kama shahadatha duwalun, kama jinsi yalivyoshuhudiwa na nchi nyingi, kuwa man sarrahu zamanun, yoyote mwenye kufurahishwa na wakati, mwenye kufurahishwa na zama, sa'athu azmanun, lakini ataudhika kwa zama nyingine. Ukafurahika mara moja kwa wakati, utakuja kuudhika kwa mara nyingine. Lakini pahala ambapo mpakutokea ushahidi kwa ubaiti huu ni wakati aliposema wa hadhihi daru la tubqi ala ahadin,
na nyumba hii haimbakishi mtu yoyote. Wala yadumu ala halin laha shanu, wala mtu hawezi kudumu kwa jambo moja, siku zote kuna mabadiliko. Likulli bidayatin nihaya. Tayib, allamatni alhayat, uhai umenifundisha mimi. Fi dhilli alaqidati, katika kivuli cha aqida umenifundisha nini? Anna likulli bidayati dunya nihaya, kila mwanzo wa dunia, mwanzo wa ulimwengu huu nihaya, utakuwa na mwisho. Wa likulli shamlin mujtam'in furqa, na kila mkusanyiko uliojikusanya pamoja, ulioshikana pamoja, pana kitu kinaitwa furqa, kutengana. Wa likulli shamlin mujtam'in furqa wa likulli na'imin inqita'un, kila neema zinakukatika. Neema hazidumu siku zote, iko siku hizi neema zitasimama. Idha tamma shay bada naqsuhu, kitu kikitimia upungufu unaanza. Waislamu watukufu, tulianza ni tarehe 1 mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo wahisabu 24 kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pengine kuna furaha ya kuwa Ramadhani yaisha, lakini wafaa kusikitika kwa kuisha kwa Ramadhani. Limadha? Kwa sababu kuisha kwa Ramadhani kwa kasi hizi ndiyo kuisha kwa umri wako kwa kasi sana. Yafaa mtu azingatie hivi. Tunao mazingatio sisi ya kuwa kwenye siku 24, leo ni 24, ile tunavyoambiwa jipime kabla hujapimwa, jihisabu mwenyewe kabla hujahesabiwa. Yako haya kwa wanaoitwa waumini. Maana mu'min alladhi lahu sifatul iman alladhi nadahu Allahu bil iman ya ayuha alladhina amanu, tunazo hisabu ya kuwa siku kupita kwa kasi ni kuisha umri wetu kwa kasi. Hiyo ndio kujihesabu. Bali linsanu ala nafsihi basira. Moja, leo ni 24, tuna hisabu ya kuwa 23 safi kabisa tumezimaliza. Na kwa kuwa hizi 23 umeminus wewe katika umri wako, ule umri wako ambao umepangiwa katika lauhul mahfudh kuwa ni miaka kadhaa, leo siku 24 umezitoa siku 23 safi kuwa ni upungufu katika maisha yako. Hizi ndizo hisabu ambazo zitakazifanywe na kila mu'min. Hisabu si kelele. Ramadhani enda kwa kasi, kesho kutwa tu itaisha, tutakuwa katika Idi, turudi katika ada na dasturi ya kula nno au kula sana. Hizo si hisabu. Hisabu ni kwa kuwa namutu wa ayyamuna tadhhabu wa nal'abu wal mautu la yal'abu. Namutu, tunakufa, wal ayyamu tadhhab, namutu wa ayyamuna tadhhabu, tunakufa na siku zinatembea. Wa nal'abu, na tunacheza. Wal mautu la yal'abu, na mauti hayana mchezo. Sasa hapo ni kipimo cha kila muumini ya kuwa tuna upungufu mkubwa uliopungua katika idadi ya siku za umri wetu kwa kasi hizi za masiku jinsi zinazotupita. Juzi twafunga ni siku ya kwanza, 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo ni 24, 10 la tatu. Ni hakika ya kuwa tuna upungufu. Basi hakuna upungufu katika kupitiwa na masiku tu. Wewe una upungufu wa kipimo cha pumzi zako. Pumzi zako hivi sasa zina upungufu mkubwa sana, kwa sababu siku 23 wewe umepumua kwa masaa 24. Wewe una upungufu wa kipimo cha maji yako uliopimiwa na Allah tabaraka wa taala, ushapunguza. Bali una upungufu wa chakula chako, kisha pungua kabisa, kwa sababu ya kasi za masiku jinsi yanavyotembea.
Ndugu zangu katika imani, awamun tamdhi wa tamur, miaka inapita na umri unapungua na amali hazijazidi chochote. Siku zinapita, umri unakatika, amali zetu bado zinapungua. Harakati zetu zote zitapata kikomo, ndugu katika imani. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun, kusema habari zote, harakati zote mwisho wake ni sukunu, ni kutulia. Uhai wako mwisho ni kifo, na lililoanza mpaka lipate mwisho. Fahayatul insan mahma yatulu hayatul insan wamtadda amaluhu famasiruhu almaut nihayatuhu almaut. Mahma yatulu al-layl fala budda min al-fajr wal fala budda min tulu'i al-fajr, namna utakavoishi mwisho wako wewe ni kifo. Likulli bidayatin nihaya, kipimo kiko kwenye, je, umeutazama mwisho wako? Na je, utaumaliza vipi wewe mwisho wako? Utaumaliza kwa kutengeza siku chache ulizozibakisha ili zitengee siku nyingi zilizopita, ama utaharibu siku chache ulizobakisha uharibikiwe na siku zote zilizopita? Na siku zote mantiqiyan, aqlan wa naqla, mwisho ndio unaopiganiwa zaidi. Likulli man lahu adna basira wa likulli man lahu qalbun salimun, mwisho ndiko kunakopiganiwa zaidi, kwa sababu mwisho ima utachengeza na uyachengeze yaliyoharibika, na mwisho ima utaharibu uyaharibu yote uliyoyatengeza. Kisha weka kipimo kama Muislamu stahiki wa kuwa na vipimo, na wengi wetu hatuna vipimo, twaishi tu bila vipimo. Weka kipimo ya kuwa sio kila aloanza vizuri anamalizia vizuri, wala sio aloanza vibaya anamalizikia vibaya. Hili lazima tulitie akilini, iwe katika kipimo chetu. Waweza ukaanza vizuri ukamaliza vibaya, na waweza ukaanza vibaya ukamaliza vizuri. Wa innamal a'malu bil khawatim, na amali siku zote zazingatiwa mwisho. Utagonga vipi mwisho? Utagonga mzuri ama utagonga mbaya? Aklan inakubali ya kwamba mwisho ndio unaopiganiwa zaidi, kwa sababu ndio hatima ya mtu. Chukua mfano, ndugu katika imani, kwenye mashindano yetu tu. Naelewa ya kuwa nimepiga mfano kukurubisha maana, sifanyi usawa na mukarana kuwa mfano niliyopiga ndio sawa unaolingamana na sharia, lakini liko mtu kukubali jambo kiakili akawa mnyenyekevu kwenda kukubali dalili. Ukikubali kitu hiki kiakili, akili yako yes, hili ni maakul, basi huwa nyenyekevu katika kukubali jambo kidalili. Hebu tuende kiakili, tuangalie tutakubali hapo ili tuje tudharau kwenye dalili. Na mara nyingi tunatumia sasa mchinjo huo katika dawa yetu. Twakupigia mfano wa unalolikubali kiakili, kisha tukulete kwa ulilolikubali kiakili, tukuonyeshe hilo hilo kwa dalili, tukuangalie utakuwa vipi. Utapinga dalili na umelikubali jambo ambalo limeingia akilini kwako? Mfano, watatu wenye kushindana, kila mmoja huwa na supporters wake, na wale wanaomsapoti mwenzao bila shaka kila mmoja huwa na bidii kumshangilia ili ampe morali apate ushindi. Intabi, tushindanishe watu watatu kwenye ground na kila mtu ana grupu lake linaloshangilia,
Aya, on your marks, get ready, go. Watu wanakimbia. Raundi ya kwanza kwa watatu sio raundi ya pili. Raundi ya pili kwa hawa watatu sio raundi ya tatu. Raundi ya tatu ni kufa kupona, ili kurekebisha mtu taksiri zake kwenye raundi ya kwanza na raundi ya pili, kwa sababu raundi ya kwanza na raundi ya pili kila mtu anampima mwenzake. Na hata huku kwenye ground wenye kushangilia kwa raundi ya kwanza sio kushangilia kwa raundi ya pili. Kushangilia kwa raundi ya pili sio kushangilia kwa raundi ya tatu. Raundi ya tatu uwanja unapasuka kwa kelele, kwa sababu kila mmoja anamsukuma kwa kumshangilia ili mwenzake aibuke mshindi. Na tazama, kwenye mbio za raundi ya tatu zenda kurakibisha raundi ya kwanza na ya pili, wala zile raundi mbili kuzitii kwenye akili, zile zitaziba taksiri zote kwenye kukimbia kwako katika raundi ya pili. Ikiwa hili la kubalika kiakili, kwa nini lisikubalike kidalili na kimaandiko na kimienendo waliokuwa salafu na saleh? Kumi la kwanza walikuwa kijitahidi, jitihada ya kumi la kwanza lilikuwa likishindwa na kumi la pili. Ukiweka mukarana ya mambo kama haya, jitihada ya kumi la pili sio kwamba walikuwa jitihada, tukisema jitihada ya masahaba au jitihada za masalafi wema waliotuchanguzia, hatuweki usawa ya kuwa jitihada zao salafia saliha na kuweka jitihada asalafia tulivo. Hapana, mimi si sawazishi hivyo. Tukisema mfano wa jitihada wa wema waliotuchagulia sio mfano wa jitihada wa wema sisi tulivyo. Tungawaiga tutawapata, lakini tukiwa hata kama tumewapata hatuwapati kwa yote, japokuwa hatuwakosi kwa yote. Hili lataka liingie kwenye akili ya kila mtu. Hata kama twapenda wema wetu waliotuchangulia, lakini namna tutakavyojitahidi hatuwezi kufikia hata nusu ya ukuta mmoja. Na hapa tuangalie jitihada zao tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dakika hizi ni kilio cha mtu kuipima umri wake. Dakika hizi sisi mfuraha kwa mwezi wa Ramadhani kutoka na ziko kwenye furaha zaidi, na kipimo kwenye furaha zaidi mkipimo tukisha toka ground pale tusha swali Idi, basi tutakuwa tukitembea tukipiga tukiponda kulipa kisasi cha mwezi mzima ambao tulikuwa tumeufunga hu mdomo wetu. Lakini mtu ulia ya kuwa siku 30 nimefunga, siku 30 nimefanya visimamo vya usiku, nimesoma Qur'ani, lakini mpaka sasa sijui ayatakabbalu Allahu minni ama nitaregeshwa. Hivi ndivyo namna awema waliotangulia. Ibada anaifanya bi akmali halin, lakini maadhalika pana kitu katika moyo, kwenye kitu kinachoitwa kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Ashasema inma yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Huoni ajabu wewe mtu akwambia kaifa anta idha dakhaltu as-salah, ana idha dakhaltu as-salata taraktu ad-dunya wama fiha waman fiha. كيف ذلك؟ أنا إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها إليه. Tuko sisi kwenye level hiyo? Wewe uko kwenye level na ni salafi, uko kwenye level ya kwamba mimi nikiswali nimeiweka dira swala kinamna hii, kisha ukitoa salamu useme sijui Mungu amenikubalia ama amenirudishia. Hakadha kana sahabatu Rasulillah, kila mwisho walikuwa wakiupigania, kwa sababu mwisho ima utaharibikiwa ama utatengekewa. Nitakupa mfano. Fudhail ibn Iyad pale alipomuuliza mmoja katika wanaume, mpaka sasa una miaka mingapi? Ule bwana akajibu, mimi nina miaka 60, na hiki ndicho kipimo amaru ummati ma baina 60 ila 70. Akasema mimi nina miaka 60. Akamwambia toka miaka 60 watembea,
lakini ya kurubia kuwa utafika huko unapoelekea, utafika. Fudhaila alipomwambia hivyo, ule bwana akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fudhaila akamwambia hiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waijua ma umesema tu? Akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fudhaila akamwambia basi inna lillahi, mwenye kujua kuwa sisi ni wa Mungu na sisi kwake tutarudi, pia ajue ya kuwa kurudi kwake utasimamishwa mbele yake. Pia ujue ukisimamishwa mbele yake utaulizwa wewe, na hakuna atakayekujibishia, jibu lako mwenyewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ikiwa una yaqini ya kuwa utasimamishwa mbele ya Rabbul Izza jalla jalalu, iandae kwa kila swala atakalolikuuliza, andaa jawabu. Hili liweke akilini, lakini hapo sipo tunapotaka. Tunapotaka huu bwana alilia, kisha akamwambia nina hila gani ya kufaa mimi nizifanye ikiwa hali ni hiyo? Amefikiria hali gani? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, atarudi kwa Mungu. Na kurudi kwa Mungu hakuishi kurudi tu. Kurudi kwa Mungu yaishia utasimamishwa mbele ya Mungu. Mungu atakusimamisha, hakuna mturjumani, hakuna mwenye kutafsiri, live moja kwa moja atakuuliza, na kila atakalokuuliza pana jibu litakiwa kwako. Hili ndilo lililomliza huyu bwana. Ndipo akauliza nifanye hila gani? Akamwambia hila ni moja, siku ulizozibakisha ni chache na siku ulizozimaliza kwa maisha ni nyingi. Hilo ni kweli ama si kweli? Umelipima hilo? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Ukisema ndio ni kweli, Ijumaa haivundiki. Khatibu akiuliza swala, akijibiwa swala, Ijumaa haivundiki, na tuna wasomi wa kutuzidi alhamdulillah. Siku zilizopita ambao tumeishi sisi ni nyingi kuliko siku tulizozibakisha. Kwa hivyo weka kuwa yoyote uko karibu sana na kaburi lake, siku ni chache, hatujui tu, yaweza ikawa ni baada ya kuteremka kwangu kwenye mimbar, na hilo wama dhalika ala Allah biaziz. Tumefahamiana? Pengine bado siku mbili, pengine huswali kamwe Idi, pengine hufanyikamwe kisimamo cha mwezi 27 baada ya leo. Siku ambazo tumebakisha ni chache sana. Sasa huyu bwana ataka suluhisho, nifanyeje? Akaambia jitahidi kuchengeza kwa siku chache zilizobaki, zitachengea siku chache zilizobaki, zichengeze na siku zilizopita. Ama ukiharibu kwenye siku zilizobakia, utaziharibu ziharibike na ziharibu zilizopita, na hapo utakuwa ni khasira dunya wal akhirah. Dhalika huwa alkhusranu almubin. Ndugu zangu katika imani, inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, sisi twafurahi sana kwa hizi siku namna tunavyozikata, na hizi siku namna zinavyotupita sisi huwa twafurahi. Taib, wa kullu yawmin madha yudni min al-ajali, na kila siku ikipita huwa tayari imekukurubisha wewe katika ajali, inakukurubisha wewe katika muda wako kuishi. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan, tenda wewe kuitendea nafsi yako kabla ya kifo, jitahidi utende kabla ya kufa. Kwa nini? Fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amal, kufaidika na kuhasirika kuko kwenye kutenda. Kutenda kwako ima utafaidika, na kutenda kwako ima utahasirika, na hakuna anayetaka hasara katika matendo. Hakuna anayetaka hasara katika biashara. Biashara yako ni matendo yako, na wataka faida tu, hutaki hasara. Je, kwenye biashara yako na Mungu wako utajitahidi vipi wewe uhasirike? Kuhasirika kwa biashara ya mtu na Mungu wake ni kuhasirika duniani na kukasirika kesho akhira, na huko ndiko kuna kuitwa al-khusranul mubin, na hatulitaki hilo la kuhasirika. Idhan jiulize swala kwenye kuhatimisha khutba yetu ya leo. Jiulize swala moja,
ubarobaro wako uliupoteza ama uliutumia? Ikiwa uliutumia, basi uliudhabiti wakati utakiwako kwenye nguvu zako za kutenda, kwa sababu ubarobaro mwisho wake ni uzee, na uzee mwisho wake ni mauti. Inta likulli bidayatin nihaya. Namba 2, siha yako, afya yako uliitumia kabla ya ugonjwa wako? Kwa sababu una afya, una nafasi ya kumtendea Mungu mengi na kuijenga akhira yako. Ulizitumia siha zako katika kumtendea Allah. Limadha? Kwa sababu mwisho wa siha ni ugonjwa na mwisho wa ugonjwa wako ni mauti. Namba 3, utajiri wako uliutumia kabla ya kufukarika kwako? Una uwezo, utumie kwa kuijenga akhira yako, kwa sababu utakuja wakati utafukarika. Maana mali si yako uliopata kwa uhodari wako, mali ni ya Mungu, na Allah akatangaza katika Qur'ani tukufu, wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, wapeni wastahiki wa kupewa mali ya Mungu aliyowapa nyinyi. Kwa hivyo leo umepewa, hukutumia itakiwavyo, kesho utapokonywa apewe ala ambaye hakuwa nayo. Hakadha dunya tanqalibu ala ahliha. Afya yako itumie, kwa sababu mwisho wa afya ni ugonjwa na mwisho wa ugonjwa ni kaburini. Namba 4, faraghaka kabla shughuli, nafasi yako uliyopata kabla kushughulika kwako. Pale umepata nafasi, uliitumia hiyo nafasi kwa kuijenga akhira yako na kujikurubisha kwa Mola wako, au nafasi ulizitupa ovyo bila faida? Ni mawili, imma ulizitumia utanali saada fi dunya wal akhirah, ama ulipoteza nyakati kama jinsi wanavyopoteza nyakati kwenye mwezi usiofaa mtu kupoteza wakati. Haki ya Mungu, ikiwa kuna nyakati twazipoteza kwenye miezi mingine, haki hufai kupoteza kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, wala simaanishi yafaa kupoteza kwenye miezi mingine. La, ni kwa kuwa wakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wakati ambao umepambanuliwa sana na Allah tabaraka wa taala. Wallahi kuna wasomi waliotushinda. Si leo ni Ijumaa, ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa inayokuja huko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na utaswali Ijumaa, lakini wallahi Ijumaa utakaoswali kwenye mwezi ambao si wa Ramadhani haikusawazika Ijumaa hiyo na Ijumaa iliyoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi chochote utakachokiswali kwenye vipindi vitano ndizo unazoziswali kwenye miezi mingine, lakini haisawaziki kabisa, na ni mengi ulifanyalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hakusawaziki na kulifanya hilo kwenye mwezi mwingine. Tumalize, hayataka kabla mauti, uhai wako kabla ya kufa kwako. Uko hai na nguvu zako, uliutumia uhai wako kumtumikia Mola wako, ama uhai wako uliupitisha tu kwa mambo yasiyokuwa na maana? Limadha? Kwa sababu uhai mwisho wake ni mauti. Je, mauti yakikushambulia, zile time zote ulizozipoteza katika maisha yako utakwenda kuhesabiwa nazo na utakuwa ni mwenye kuhasirika. Waislamu watukufu, Ramadhani tuna siku kama ngapi kumaliza? Fanya siku 5 ama siku 6, au vipi hapa? Siku 5 ama siku 6. Haki siku 5 ama siku 6 waweza ukazusha shauri kubwa sana ya kutengeneza siku 24 zilizopita. Hata siku 6, ikiwa leo tuko mwezi 27 mfano ama 28, hizo siku 2 waweza ukarekebisha siku 28. Na siku zote maadamu roho ya mwanadamu haijafika hapa, bado Mungu amempa chance ya kuweza kujirekebisha. Sasa ikiwa roho haijafika kwenye hulkum,
ni kipindi ambacho ni kifupi sana. Bila shaka roho ikifika hapa khalas, lakini haijafika bado, una muda, na muda mwanadamu faa utumie. Kwa hivyo kwa siku moja waweza ikawa minal muqarrabin, wallahi alladhi rafa'a as-samaa bila amad, na kwa siku moja waweza kuharibu ya miaka 60 uliopitisha. Siku moja waweza kuharibu ya umri wako wote, na siku moja waweza kutengeza ya umri wako wote. Basi iache hiyo siku moja kwenye masaa 24, sekondi tano ukaamua kurudi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi wa kumjua mwenye kurudi kwake, hata kama kwa sekondi moja. Hata sisi kuhukumiana, hii imekuwa ni ada na desturi katika safari ya ulimwengu wetu. Tuko katika kuhukumiana tu, kuhukumiana. Hakimu wa usawa wa haki, mjuzi wa undani wa mtu ni Allah tabaraka wa Ta'ala, na mtu ajijua mwenyewe kuliko kujuliwa na mwingine, kuliko kujulikana na mwingine. Wa sahibul baiti adra bima fiha, na mwenye nyumba ni mjuzi kujua aliyoko nyumbani. Huwezi kuihukumu nyumba yangu ilivyo na mimi ndiyo mwenyewe, na huwezi kuhukumu moyo wangu ulivyo na mimi ndiyo mwenye moyo. Na Mwenyezi Mungu akaujalia moyo, akauficha kuzifanya katika viungo vya ndani. Why? Kwa nini moyo usiwe kama pua au usiwe kama shikio? Ikiwa ukikutana na mwenzako toka, mbona moyo wako umepinda hivi, na wewe unjibu lakini wako umepinda zaidi. Mwenyezi Mungu ni hakimu, na aliyeitwa hakimu ni fundi wa kuweka kila kitu pahala pake. Ndipo angalia akatukua moyo. La ilaha illa Allah. Kama hatujui tujue, na sijui kwamba kwa hamujui, kwa sababu wengi ni maduati, ni talabatu ilmi na ni wasomi. Akauchukua moyo akauficha. Mal hikmatu fi dhalika, hikima jua hiyo ni kwa kuwa hakuna yoyote ambaye yahulu baina almar'i wa qalbi isipokuwa mimi Ilahi, ndiye ambaye mkati wa mtu na moyo wake. Mimi ndiyo mwenye tarbini wa kunjua mja wangu kwa hiki chombo nilichokificha, kwenye ukweli wake, uongo wake, msimamo wake, kutokuwa na msimamo, usuna wake, ubidaa wake, usalafia wake, kutokuwa salafia kwake. Zote hizo ni kifaa hiki cha dhabiti, na mwenyewe ndiyo mjuzi kuliko mwingine. Tusihukumiane. Utengeze moyo wako, zitengee viungo vyako. Ama uharibu moyo wako, uharibike viungo vyako. Na Mtume alikuwa na jamiul kalim, hasemi kitu kidogo isipokuwa mafunzo hujaza dunia. Leo sisi ya mwisho insha Allahu taala, leo sisi msema fulani roho yake chafu. Ulionapi kusema moyo wake ngumu, moyo wake nchafu? Uliupiga tarbini gani ya ulimwengu wa sasa wa teknolojia, namna ilivyopanuka, kwamba nimeona moyo fulani umepinda kweli kweli. Ulionaje rafiki yangu? Na ni kitu kimefichwa? Kumbe ni yale matendo uliyoyatenda. Matendo uliyoyatenda inatupa sisi hukumu ya moyo wake. Maana Mtume asema inna fil jasadi mudgha, katika mwili wa mwanadamu pana kipande cha nyama. Idha salaha salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Kila kipande cha nyama kikichengea, umechengea mwili wote wa mwanadamu. Kikiharibika, umeharibika mwili wa mwanadamu wote. Ni moyo. Alqalbu malikul a'dha wa baqiyatul a'dha junuduha. Moyo ni mfalme wa viungo, na viungo vilivyobaki ndiyo askari. Kiongozi akitengea, maaskari wametengea na raia wake. Kiongozi akiharibika, maaskari na raia wameharibika. Angalia, ni mfano ulipigwa wakati huo, kama ambavyo Mtume uko na sisi kwenye 2026. Hii ni dalili ya kuwa alikuwa ni mtume wa haki. Ndugu zangu katika imani, tutengezeni siku chache zilizobaki, ili tutengeze mengi yaliyoharibika.
na kila ukifanya ibada weka kwenye moyo wako kama kuwa sitalirudia tena hii ibada, kwa kuwa wakati wote naweza kukatikiwa na ibada hii. Swali kama unavyoswali swala ya kuaga. Nini maana? Maana ni kwa kuwa nimeswali Ijumaa, pengine siji ala asri kuswali ala siri, swali hivyo. Na siku zote kila ukilifanya jambo kwa kuwa hili mwisho pengine silifanyi tena, utazidi kufanya. Msomi kila ukijiona bado sijasoma, utazidi kusoma. Lakini umesoma kidogo tu, mwalimu akasema ngoja sasa na kukuza na kutrain, kesho mimbari tutakuatia wewe. Ukimpandisha siku moja, haya ni kipande kiziche shekhe ya dunia nzima, hakuchambui kamwe hata wewe ulompandisha mimbari. Hii ndio tabu ya wakati tulionao. Lakini soma, kila ukisoma wasema sijasoma, utazidi kusoma. Lakini ukisoma 2 3 tayari mimi hatia nilihutubu siku moja, husomi. Na kila ukipewa miongozo ya kusoma utasema mimi nimekinai, sina haja tena kusoma. Tufanyeni amali kwa kuwaga, kwa kuwa pengine hatutafanya tena. Namuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu atutakabalie saumu zetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al mustaghfirin wa ya najat at taibin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا واهد شبابنا شباب المسلمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا أولاد المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.